Sasa nampa kazi bwana ardhi wa halmashauri ya manispaa ya Ilala alete tathmini ya majengo yaliyoko jirani, walete mapendekezo yao ya majengo ambayo sasa yanaweza kutoka. Kama ni kwa gharama ya compensation, atuambie ni gharama yake itakuwaje, ili tutekeleze, tupanue hospitali yetu ya wilaya hii, ili wagonjwa wengi waishie na huduma za hapa hapa. Tuje tuweke miundombinu za kuweka huduma za hapa nzuri hapa, ili kupunguza pia msongamano Muhimbili na Mloganzila, kila kitu kiishie hapa hapa Ilala. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Mheshimiwa Mbunge, nimewasikia, serikali itatekeleza. Najua mkipata mahali pa kuchomeka nyie. Vizuri. Nikiwa namalizia niseme tu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimepokea pia na lile ombi lenu la hilo jengo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesema kwa spidi mlionayo mtashangaa kama itafika siku ya Ijumaa. Na kwa kuchomeka chomeka huyu bwana. Muhimu zaidi wewe sema tutataka hilo jengo. Kwanza lazima nikajiridhishe linamilikiwa na nani. Ana hati? Kama ana hati, maana jengo lake halali. Halafu tuone linatumikaje, matumizi yao yanatija kwa sasa. Halafu tukague ili maeneo haya yanatumikaje, lakini tupanue. Kama tutahitaji kulichukua jengo, tunao uwezo wa kulichukua, lakini mpaka tujue anayemiliki na shughuli anazofanyia. Labda Mheshimiwa Mkuu asema tu kwamba jengo letu tunalitamani sana ili tufanye shughuli zetu za hospitali, tupanue mpaka kule, vizuri. Kwa hiyo tukishakamilisha kufanya uhakiki wa haya yote, tutakaa nao, tutazungumza nao, ili pia hata kama hitaji compensation tutawapa, lakini kama ni la serikali tuna uwezo wa kulichukua, ili sasa tuweze kupanua hospitali yetu. Na kwa kuwa hospitali hii sasa ni ya mkoa wa Ilala na ni ya rufaa, wazo ni zuri la upanuzi, na sisi serikali tunachukua hilo wazo kwamba lazima tupanue hospitali hii kwa kupata maeneo, lakini pia tuweke na nyumba za watumishi, ili watumishi wakae hapa hapa, wanapotakiwa waje hapa hapa kwa karibu. Kwa hiyo jambo hili tutalifanyia kazi. Huduma ambayo inaendelea kutolewa hapa iendelee kwenye jengo hili, na tunaamini kila kitu kitaenda vizuri. Mheshimiwa Mbunge ameniletea ramani ya zahanati. Ramani hii ya zahanati, kama ambavyo tumesema awali, zahanati zote zinajengwa huko kwenye halmashauri. Kama mkuu wa mkoa ameweza kukimbia huko na kuzungumza na marafiki, kuhamasisha, amejenga hapa. Sasa tunapozungumza zahanati, mimi nataka nimpe ramani hii mkuu wa wilaya. Hii zahanati ni ya mkuu wa wilaya. Mama Sofia Mjema, njoo hapa nikupe ramani, uhangaike, alafu uje unipe taarifa ndani ya wiki kama je umefanikiwa. Sawa. Asante sana. Mbunge yeye kazi yake ni kubuni na kuhamasisha. Nyie ndio watendaji. Tenda. Hapo nataka nipate taarifa hiyo. Leo tarehe ngapi? Tarehe 14. Siku ya wapenda nao. Haya, tarehe 21 nipate matokeo ya kuanza kwa ujenzi wa zahanati hiyo pale ofisini kwangu Magogoni. Ndugu wananchi, madaktari wetu, watumishi wa serikali mlioko hapa, waheshimiwa madiwani wote wa manispaa yetu ya Ilala kiongozwa na wastahiki mamea, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wabunge na wote ambao mko hapa. Lakini pia nataka niseme Mheshimiwa Rais ametutengeza fedha za kuboresha vituo vya afya. Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 131 kwa ajili ya kuboresha vituo vya afya kwenye kata zetu. Na sasa tumeanza kuboresha vituo vya afya kwa kujenga wodi ya mama wanaojifungua, theater kwa maana chumba cha mapasuaji cha magonjwa yote, lakini pia wodi za magonjwa ya kawaida. Tunajenga maabara, tunaongeza na nyumba watumishi, ili kila kituo cha afya kiwe na miundombinu hiyo, ili utoaji huduma uwe rahisi. Tumeanza na vituo vya afya,
170 na tunaendelea kwa awamu ili tuhakikishe kila kituo cha afya kinakuwa na huduma hiyo kila kata kwenye maeneo yetu. Katika hatua nyingine, serikali imetumia shilingi bilioni 161.9 kuendelea kuboresha huduma ya mama na mtoto kwa lengo la kuokoa maisha ya mama na mtoto. Mheshimiwa Zungu ameeleza hapa kwamba Mheshimiwa Rais amempa vifaa. Mimi nataka niwaambie Mheshimiwa Rais pamoja na fedha yote anayoitoa, lakini bado alitoa tena bilioni 129 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya kuwezesha kuendesha shughuli za mapasuaji katika kila kituo cha afya ambacho kinaboreshwa. Vile vituo vya afya vikikamilika vyote, kila kituo kitapata milioni 280 kwa ajili ya kujaza vifaa huko ndani ili huduma hizi ziweze kuendelea. Nashukuru Mheshimiwa Zungu amesema kwamba atakabidhi baada ya tukio hili, aliona tukio hili ni langu, na mimi niseme Mheshimiwa Zungu, unayo nafasi hapa, ni kwako, hawa ni watu wako, wewe njoo kabidhi wakati wote ili waendelee kupata huduma. Ndugu wageni waalikwa, haya yote tunazungumza hapa, lengo la serikali ni kufanya maboresho kwenye sekta afya. Lakini pia nataka kujihakikishia kwamba huduma hizi zinasogezwa kwa karibu zaidi kwa wananchi kwenye maeneo yao. Na malengo hasa ni kuwapunguzia gharama za nauli kwenda mbali, usumbufu atakaopata njiani, lakini pia kuhatarisha maisha pale ambako mgonjwa amepata ugonjwa mkali sana, alafu anahitaji kusafiri kwa muda mrefu baada ya kuhudumiwa papo kwa papo. Kwa hiyo jitihada hizi zinaendelea. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa umeeleza kwamba uboreshaji huu uliofanya hapa utaenda pia na Mwananyamala ambako ulishaanza, lakini pia na Temeke, na vituo vyote vya afya vilivyo katika hapa mkoa wa Dar es Salaam utavifanyia mkakati kwa kushirikiana na wakuu wako wa wilaya. Bila nataka nitoe wito kwenu muendelee kuona namna mzuri ya kuwatumikia hawa Tanzania. Tafuteni mbinu zaidi za kuwahudumia hawa Tanzania kwenye maeneo yetu. Naamini kwa uwepo wako pamoja na wakuu wako wa wilaya na watendaji wote, wana Dar es Salaam sasa wako kwenye mikono salama kwenye sekta hii ya afya. Hongera sana. Ndugu wageni wetu, naendelea kusisitiza kuwa serikali itaendelea kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2015 mwaka 2020 kuhusu kuwapatia wananchi huduma bora za afya pamoja na kujenga hospitali nyingine za rufaa kwa ajili ya kukamilisha mahitaji kwenye kanda zetu zote 6 ambazo ziko nchini. Natambua tunazo changamoto, na katika taarifa yenu nimeona changamoto mbalimbali mlizoziainisha, ikiwepo idadi ndogo ya watumishi wa afya, wako 392 kati ya 671, ni upungufu mkubwa. Lakini kama ambavyo nimeeleza kwamba serikali tayari na vibali vya ajira, na wizara itakapofanya uratibu mzuri wataajiri na wale madaktari wote wataletwa kwenye maeneo yetu. Lakini pia tunaimarisha vifaa tiba, ukosefu wa huduma za uangalizi maalum, ambapo pia tunaendelea kununua vifaa vya kuanzisha ICUs, na upungufu wa magari ya wagonjwa ambayo Mheshimiwa Zungu amenieleza kadhaa kutoka bungeni, lakini leo limesisitizwa pia na daktari wetu mkuu. Nataka niseme serikali tulileta magari ya wagonjwa 70. Tumeagawa kwenye maeneo ya vijijini ili kusaidia kuhamisha na kukimbiza wagonjwa kutoka vijijini mpaka hospitali za wilaya. Tunao mkakati wa kupata ambulance nyingine 120 ambazo pia tutaangalia mahitaji hayo, lakini tunatambua hasa kazi kubwa mlionayo hapa Amana na ugumu sasa wa kuwafikisha kwenye hospitali yetu ya Muhimbili na kule Mloganzila. Kwa hiyo ule mkakati wenu wa ambulance za pamoja tutahakikisha tunaunga mkono kupitia mpango ambao tunao kwa sasa wa kuleta magari zaidi ya kubebea wagonjwa. Katika kushughulikia changamoto za namna hii, serikali ya 5 iliamua kuongeza bajeti ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri ameeleza. Sisi tuongeza kutoka 9.2 mpaka 10%. Na hiyo ndio imepelekea kuwa na ongezeko kubwa la fedha. Kwa bajeti nzima tuna fedha ya kununuzi wa madawa ambayo Mheshimiwa Rais alipokuwa anafanya ziara kote nchini, moja kati ya tatizo kubwa alikuwa amegundua ni ukosefu wa dawa kwenye vituo vyetu vya tiba, zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya
Mgonjwa anakwenda hospitalini, anaandikiwa cheti, anaambiwa dawa kanunue duka lile pale. Jambo hili Mheshimiwa Rais kwa kweli lilimgusa na mafanya maamuzi mazito kwa kuongeza fedha za dawa. Huko nyuma kabla mwaka 2015 bajeti ya dawa ilikuwa bilioni 30. Lakini Mheshimiwa Rais mwaka wa fedha 2016-17 aliongeza bajeti ya dawa kutoka bilioni 30 mpaka bilioni 251. Mwaka jana kwa mwaka huu tunaoendelea nao, Mheshimiwa Rais kaongeza tena kutoka ile bilioni 250 mpaka bilioni 270. Tunapeleka hizi kila mwezi katika kila halmashauri ili ziende kwenye vituo vyetu vya utoaji huduma. Kwa kuwa fedha inakwenda kila mwezi na kila halmashauri inapokea fedha ile kila mwezi, ni wajibu wa ofisi ya mkurugenzi kupeleka kwenye hospitali wanunue madawa ya kutosha, na hasa madawa ya msingi ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri ameeleza. Matarajio yetu kufikia mwishoni mwa mwaka huu, kwa fedha hizi na ongezeko ile ambalo Mheshimiwa Rais amelitoa na anatoa kila mwezi, atufikirii kama kuna Mtanzania atakwenda hospitalini akaandikiwa cheti akaambiwa kanunue dawa.